Unasikiliza Kongozi la Mshi. Na msikilizaji, taarifa nyingine ni kwamba wataalamu wa kilimo wanahimiza Wakenya kukumbatia utumizi wa mbolea halisi badala ya mbolea zenye makemikali kama njia moja ya kuongeza uzalishaji wa vyakula vyenye lishe bora na kupunguza hatari za kiafya zinazohusiana na utumiaji wa dawa za wadudu na mbolea zenye kemikali. Katika kutimiza lengo hili, chama cha maonyesho ya kilimo nchini Agricultural Society of Kenya ACK kupitia mwenyekiti wake tawi la Laikipia Newton Kabuthia amesema kuwa kilimo hai kitapewa kipaumbele katika maonyesho ya kilimo ya mwaka huu katika kaunti hii kuanzia tarehe 22 ya mwezi huu wa Mei. Hii mwaka tumejiandaa kuonyeshana maonyesho ya ukulima ambaye tunaangazia mbinu mpya ambazo zinastahili kufuatwa na sana watu wale wanaishi kwenye mtaa, wale ambaye wanasema hawana mahali ya kulima kupanda vitu. Tuko na mbinu ambaye unaweza kukuza mboga zako kwa kasehemu kidogo sana hapo tu kwa plot yako. Hata unafanya ngunia, tuko na shamba la ghorofa ambaye ni gunia, unaweka mchanga, unapata vitunguu, unapanda nyanya, unapanda carrot, unapanda spinach yako, unapanda madharo, na yote inakuwa ni kitu ambaye unaweza kapata, sio lazima sasa uende kwa soko, na ni mahali unavuna na unaenda unakula. Na kamati maalum ya kukabili visa vya dhuluma za kijinsia iliyobuniwa na Rais William Ruto kujadili kuhusu dhuluma za kijinsia na mauaji ya wanawake imeelezea kuwa na mianya ya utekelezaji wa sheria ya kuwakabili wahusika wa dhuluma za kijinsia nchini. Kamati hiyo ikiendeleza vikao katika kaunti ya Narok imeelezea kuwa visa vya ndoa za utotoni na ukeketaji vimekithiri katika kaunti hii ya Narok. Kamati hiyo ilikuwa ikishiriki kwenye mazungumzo na umma mjini Narok kuhusiana na swala la ndoa za utotoni miongoni mwa wasichana ni katika kaunti hiyo ya Narok. Walisema kitu kingine ni Masai communities a patriarchal society, so wamama wamezoea wakichapwa hawaoni ni kitu kubwa kuripoti. So saa zingine mama anachapwa mara ya kwanza, ya pili mpaka inaenda ikakuwa kitu kibaya. So kuna hiyo kitu ya culture, wakihitaji haki yao wanatulumiwa. So culture ndio part and parcel ya hii maneno.